Sadaka sehemu ya 7. Mtunzi anaitwa Kalumas Konzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo wakati mzee Madali akiendelea kupiga bia peke yake, mzee Jonto alikuwa anamsomesha ule mrembo pembeni. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 7. Mazungumzo baina ya mzee Jonto na yule mwanamke mrembo yalishika kasi. Mzee Jonto aliagiza vinywaji vingi kwa ajili ya kukoleza mazungumzo yale, na mara baada ya lisali moja mzee Madali alimshuhudia rafiki yake mzee Jonto na yule mwanamke mrembo wakisimama na kuanza kukutana kuelekea nje ya baa ile. Mzee Madali alijua fika kwamba tayari nyavu za mzee Jonto zilikuwa zimekwisha mnasa samaki. Yalikuwa amejua vile mzee Madali. Siku, wiki na miaka ilikuwa inazidi kwenda mbele, na ilikuwa imeshatimu baada ya miaka 7 sasa. Mzee Madali alishtuka kutoka usingizini. Hii ilikuwa ni mara baada ya kupiga kelele kubwa sana ambazo zilimshtua hata mke wake. Mzee Madali alikuwa na hema sana huku jasho jingi likimtoka. Mkewe alikuwa akimshangaa sana kwa sababu mumewe hakuwa na tabia ya kuweweseka usiku. Alikuwa anashangaa, na ilikuwa na mara yake ya kwanza kabisa siku hiyo. "Vipi mume wangu?" Victoria, mke wa mzee Madali, aliweza kumuuliza mumewe. "Hatari sana mke wangu. Ni hatari sana hii." "Kuna nini mume wangu?" "Nimeota ndoto ya kutisha sana mke wangu." "Ndoto? Ni ndoto gani mume wangu?" "Nimeota kuna mbuzi amenitokea." Mke wa mzee Madali alimshangaa sana mumewe. Bali shangaa iweje mumewe amuogope mbuzi? Alikuwa anamshangaa sana mara baada ya kuhadithiwa vile. "Sasa mume wangu, yana mbuzi tu ndio ikutisha namna hii?" Victoria alimuuliza mumewe. "Mke wangu, mbuzi huyo hakuwa mbuzi wa kawaida. Huyo mbuzi alikuwa nusu binadamu na nusu mbuzi." Mzee Madali alizungumza vile. "Pole sana mume wangu, lakini hiyo ni ndoto tu. Ni ndoto tu mume wangu. Lakini watu husema kwamba ndoto mara nyingi huwa na ukweli." Mzee Madali alizungumza vile kwa na hofu kubwa usiku ule. "Hapana mume wangu, usiwe na hofu kabisa kwa sababu hiyo ni ndoto tu. Katu haina ukweli wowote mume wangu." Sawa mke wangu," Mzee Madali alijibu kwa shingo upande. "Aya, tulale sasa mume wangu, kwa sababu bado ni usiku mnene sasa hivi." Mzee Madali alijilaza kitandani pembeni ya mke wake, lakini usingizi uligoma kabisa kumjia kwa mara nyingine. Hii ilikuwa imetokana na ile ndoto ya kutisha ambayo alikuwa ameiota muda mchache uliopita. Hakuweza kabisa kulala tena mzee Madali. Kitu ambacho kilikuwa kimemtisha katika ile ndoto mzee Madali ilikuwa ni sura ya binadamu katika mbuzi yule. Sura ile ilikuwa ni sura ya Richard. Richard alikuwa ni kijana ambaye alimtoa kafara miaka 7 iliyopita wakati akitafuta utajiri kwa mganga Sunguruma. Na katika ndoto ile, yule mbuzi aliongea maneno mazito sana kwake. Alikuwa amempa ujumbe kwamba jiandae kwa sababu atakuja muda si mrefu kumfanyia ziara. Ujumbe ule ulikuwa si wa kupuuza hata kidogo. Ulikuwa ni ujumbe ambao ulimtoa jasho sana mzee Madali. Ilikuwa imepita wiki moja tangu mzee Madali aote ile ndoto. Kwa siku zote hizo kadhaa mambo yalikuwa yameenda salama kabisa kwa mzee Madali. Na kuna jambo lolote baya ambalo lilikuwa limetokea kwa mzee Madali. Kwa sasa mzee Madali alianza kuipuuza kabisa ile ndoto ambayo alikuwa ameiota wiki moja iliyopita. Alianza kuisahau. Alikuwa ameona kwamba ilikuwa ni ndoto tu ya kawaida kama ndoto nyingine, na haikuwa na maana yoyote kabisa katika maisha yake. Aliipuuza ile ndoto na kuamua kuendelea na maisha yake ya kila siku akiamini kwamba ilikuwa ni ndoto ya kawaida kama ndoto nyingine. Asubuhi ya siku moja mzee Madali alikuwa amemaliza kuvitembelea vitega uchumi vyake mbalimbali ambavyo vilikuwa ni maduka makubwa na makampuni mbalimbali makubwa. Kwa sasa alikuwa ameingia ofisini kwake na kujituliza kidogo. Alitazama juu ya meza na kuyaona mafaili kama 4 ambayo alitakiwa kuyapitia na kutia saini. Mzee Madali akalegeza tai yake na kisha akakamata kalamu yake, na baada ya hapo alianza kuyapitia mafaili yake huku akiwa anatia saini mahali ambapo palikuwa panatakiwa. Ghafla mlango wa ofisi yake uligongwa. "Peter,
Ingia tu, uko wazi. Mzee Madale alimkaribisha vile mtu yule. Jacqueline, katibu muhtasari wa Mzee Madale, aliweza kuingia. Samani sana bosi, kuna mgeni hapo nje anaomba kuonana na wewe. Jacqueline alizungumza kwa nidhamu ya hali ya juu sana. Ni nani huyo? Mzee Madale aliuliza. Nimeshindwa hata kulishika jina lake kwa sababu ni gumu sana bosi. Ana shida gani? Hajaniambia ana shida gani, lakini amesema kwamba ni shida binafsi tu. Lakini pia amesema kwamba wewe mwenyewe ukimwona utafurahi kwa sababu ni mtu muhimu sana kwako. Jacqueline alizungumza vile. Ni wa kike au ni wa kiume? Mzee Madale aliendelea kummiminia maswali katibu muhtasari wake ili kuweza kujua mgeni yule alikuwa ni nani. Ni wa kiume bosi. Na ukimwambia ingie. Mzee Madale alizungumza vile. Sawa bosi. Jacqueline alizungumza vile na kisha katoka mle ofisini kwa Mzee Madale. Mara baada ya Jacqueline kutoka mle ofisini, Mzee Madale alianza kujiuliza maswali mfululizo. Alikuwa anajiuliza kwamba mgeni yule alikuwa ni nani, lakini pia alijiuliza alikuwa na shida gani. Alishangaa sana kwa sababu hakuwa na miadi na mtu yoyote kukutana naye siku ile. Sasa huyo mgeni alikuwa ni nani? Alikuwa anajiuliza sana maswali Mzee Madale, lakini baadaye aliamua kujituliza kwa kujua kwamba ofisi yake ilikuwa ni muhimu sana kwa jamii. Ilikuwa ni ofisi na upokea wageni mbalimbali. Wengine huwa wana miadi na wengine hawana vile vile. Alijituliza na kumsubiri mgeni huyo. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ya 8. Mimi naitwa Felix Mwenda.